SNTV Online. Huu ni wakati wetu. Kamati ya utoaji wa huduma za msingi kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON imefanya ziara maalum kukagua maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa AFCON uliopo Fumba, Zanzibar. Akizungumza wakati wa ziara hiyo, mwenyekiti wa kamati hiyo ambaye pia ni waziri wa maji, nishati na madini, Mheshimiwa Nadir Abdulatif Alwad amesema ukaguzi huo umetokana na maagizo ya Mheshimiwa Rais wa Zanzibar kuhakikisha kuwa miundombinu yote muhimu inakamilika kwa wakati ili kufanikisha maandalizi ya mashindano hayo makubwa ya bara la Afrika yanakamilika kwa wakati. Nimekuja hapa na timu yangu yote kuja kuhakikisha, kujionea kwanza hali gani inaendelea kwa upande wa infrastructure ya jengo. Inaendelea vizuri kwenye masuala ya concrete, lakini tumeenda kuangalia njia ambazo zitapita umeme, zitapita maji, ambao zote zitakuwa underground kwenye mji huu, na hayo ndio maagizo ya Mheshimiwa Rais sana katwende kisasa, kwamba umeme utapita chini ya ardhi na pipe za maji zote na miundombinu yote. Agizo lilitoa kwamba kila moja afanye jukumu lake ndani ya muda uliopangwa. Kama mtu tunatarajia kumaliza ndani ya miezi 4, basi afanye miezi 2, kwa sababu mimi ninachotaka ifanyike kazi on time na imalizike mapema. Na nimewaambia mapema, asifanya kazi yake vizuri, asifanya kazi yake kwa time, basi na kazi yake haipo. Hapa ndo tunaenda kumpima mtu. Kwanza mimi mwenyewe naenda kujipima na wenzangu wote tutaenda kupimwa kwenye kazi hii. Hapa tunataka kazi imalize on time, AFCON ifanye kazi. Watu watapokuja wa AFCON kusiwe na vikwazo kwamba kusema kitu gani hakijakamilika. Kwa upande wangu kwenye masuala ya infrastructure zote nitahakikisha kwamba zote zinamaliza on time na nitawasimamia vya kutosha. Kwa upande wake, naibu waziri wa Wizara ya Maji, Nishati na Madini, Mheshimiwa Seif Kombo Pando amesema mashindano hayo yataleta manufaa makubwa kwa nchi, ikiwemo kuitangaza kimataifa katika sekta ya michezo, hususan mpira wa miguu. Kwa kweli kuna mambo mengi. Ujio wa AFCON katika nchi yetu ya Zanzibar, mafanikio ni makubwa. Labda nizungumze kipolisi zaidi. Inapokuja AFCON, manake Zanzibar tunakwenda kuiplace katika map ya dunia kwamba ni sehemu ambayo watu wanacheza mpira, ukizingatia kwamba Zanzibar hajapata bado wanachama kamili, lakini kuwepo kuna map ya dunia kwamba anazungumza Zanzibar kwamba miongoni mwa sehemu ambapo itachezwa AFCON nao ni Zanzibar. Manake ni jambo moja zuri sana ambalo watu wanaweza kuchukua hiyo platform kwa ajili ya kuweza kufanyia kazi, kwa sababu itakuwa inatambulikana sa dunia nzima, Afrika nzima, watu wote manake watakuwa wanajua kwamba kuna nchi inaitwa Zanzibar, ina stadium ya kisasa na watu wanacheza mpira. Na of course tuta showcase baadhi ya mambo ambayo tuko nayo Zanzibar, either itakuwa ni pre-AFCON au post-AFCON. Suala la maji kwanza, hapa Fumba sisi tumeshafika. Suala la maji Fumba tumeshafika, lakini kuyafikisha miundombinu kule ambapo watu watakuwa wanahitaji kutumia, hilo ndo ambalo tutalifanya. Sasa hivi tufanye connection, lakini ukiangalia hapa mbele tulipo, pipe tayari ya maji limeshapita, pipe kubwa mpaka kufika kwa Baresa kule. Kwa hivyo sisi miundombinu ya maji hapa yapo, na karibu visima vyetu vipo hapa karibu Nyamanzi na wapi. Kwa hivyo sisi swala la kuleta maji sasa hivi kufanya connection kwa maeneo yale ambayo huduma hii inatakiwa kuhakikisha nafika, lakini maji tayari tunayo. Naye meneja mkuu wa shirika la umeme Zanzibar, Injinia Haji amesema kuwa shirika hilo limejipanga kikamilifu kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika pamoja na uwekaji wa miundombinu bora katika uwanja huo. Mahitaji ya uwanja wa AFCON ni megawati 8 na sisi tayari tumeshajipanga kwa kuleta megawati 8. Tunazo pointi 2 za kuleta umeme katika eneo hili. Moja inatokea eneo la Baharesa na nyingine inatokea eneo la Fumba Town. Tayari pointi zetu ziko mpaka pale. Tunachokisubiria sasa hivi ni kutengenezewa miundombinu, na kwa mujibu wa makubaliano kwamba miundombinu kwamba kebo zote hizi tunazokuja hapa zitapita chini ya ardhi, na wajenzi wa barabara mara barabara hizi zikijengwa watakuwa wametuwekea zile provision za kupitisha kebo, na mara provision hizo zitapokuwa zimekamilika, basi ni kazi ya siku chache tu kuleta umeme hapa. Kwamba sisi tumejipanga na miundombinu yetu iko karibu na hapa. Tunachosubiria kwa sasa kupatiwa zile provisions za kuweka zile kebo zetu chini ya ardhi. Aidha, katibu wa Baraza la Michezo Zanzibar Said Marin ameshukuru kamati hiyo kwa ziara yao na kueleza kuridhishwa na kasi ya maendeleo ya ujenzi wa uwanja huo, akisisitiza kuwa unaendelea vizuri na una matarajio ya kukamilika kwa wakati kulingana na viwango vya shirikisho la soka CAF kama walivyotaka.
Maandalizi yanakwenda vizuri. Kwanza nishukuru sana kamati hii ya huduma ambayo imekuja hapa leo, kwa sababu ni maelekezo ambayo ametoka kwa Mheshimiwa Rais kwamba hii kazi sasa iwe ndio number 1 kwa hapa Zanzibar, ili kuhakikisha uwanja unakuwa tayari. Lakini kubwa kabisa tulifanya kikao kule Kampala cha CAF pamoja na nchi waandaji, na kwa bahati tulishiriki kule katika kikamilifu kutokea Zanzibar, na kubwa liloamuliwa ni kwamba kwa sasa tuanze matayarisho yaendelee, kwa sababu tulianza zamani, lakini kalenda imetoka ya matayarisho haya, ikiwa ziara zile zao za kuja kukagua na za kuona progress inaendelea. Kwa hiyo huko ziko mipango ambayo wameiweka wao kwa wastani wa kazi kufikia kwa asilimia na hatua zilizokuwepo. Kwa hiyo kile kimekuwa ni kigezo chetu kwa kuweza kushirikiana na hizi kamati nyingine ili kuona ujenzi na utayari wa eneo hili unafikia katika viwango ambao wao wanataka pale watakapokuja kwa ajili ya ukaguzi. Uwanja wa AFCON Fumba unatarajiwa kutumika katika mashindano ya AFCON mwaka 2027 ambapo Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazokuwa wenyeji wa mashindano hayo makubwa ya soka barani Afrika. Subscribe, bonyeza alama ya kengele kupata habari nyingine kama hizi. Pia usisahau kulike na kushare. SNTV Online. Huu ni wakati wetu.